Mahakama Kuu uliotangaza kutupilia mbali uteuzi wa Rais William Ruto kuwa mwanachama wa Kamati ya Taifa ya Mabadiliko ya Tabianchi. Wakizungumza mjini Nanyuki, wakiongozwa na mwenyekiti wa shirika la Mount Kenya Network Forum, Stephen Kariuki, walisema uamuzi wa Mahakama Kuu ni wazi kuwa sheria na demokrasia zinachukua mkondo ufao. Kulingana na uamuzi huo, mahakama ilibaini kuwa uteuzi huo ulipuuza michakato ya kisheria wa kushirikisha umma. Aidha, wametoa wito kwa bunge kubadili marekebisho ya sheria ya mabadiliko ya tabianchi ya mwaka 2016 ambayo yalipuuza mapendekezo yanayoruhusu mashirika ya kijamii kushiriki katika kuamua mwakilishi wao kwenye baraza. Tunashukuru na tuko hapa leo kusherehekea na kusema asanti kwa koti ya Kenya kutupa nafasi ya uongozi mzuri na mwema na ile tunaitisha na tunahitaji katika Climate Change Council. Katika council ambaye inakaa kuongea maneno ya kuhusu mazingira na yale yanatu affect katika mazingira. Naomba kuendelea mbele, wafanye public participation, watuhusishe sote katika the selection of the council, na pia tuhusishwe from the beginning to the end of the process, ndio pia sisi tukue na maoni yetu ambayo na watu ambao tungependa wakue katika ile council. Serikali pia ichukulie manani kuwa sisi kama wenye wako hapa chini, ama what we call the ground people, ni sisi tunajua ukweli yale tu ambayo tunayapitia. Ukiangalia mambo ya maji, ukiangalia mambo ya mazingira yetu, sisi wenyewe hapa ndio watu tunapanda hizo miti. Kwa hivyo watupe ruhusa, tujichagulie wale watu sisi wenyewe tunaona ndio wanafaa kusimama pale mbele. Kwa sababu wakitupea tu mtu vile tu ndio tupendane pale, hapana. Sisi kama wenye kijiji, kama wana community, tunaonelea sisi tupewe nafasi, tuchague, tuongee, tuelewane. Ndio hata pale sisi wenyewe tutakuwa tunahisi tumeshikiliwa, na tuko na washikilikishi wenye sisi wenyewe tunahisi ndio wanafaa. Na maafisa wa polisi